Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC kimetoa taarifa rasmi kwa umma kuhusu tukio la kiusalama lilowahusisha wafanyakazi wake waliokuwa wakifanya kazi katika hoteli ya White Sands jijini Dar es Salaam mnamo saa 9 usiku wa tarehe 13 Novemba 2025. Kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyosainiwa na uongozi wa LHRC, timu ya wafanyakazi wa kituo hicho ilikuwa ikitekeleza majukumu yake ya kawaida hotelini hapo kabla ya watu wanaodaiwa kuwa maofisa wa usalama kuvamia eneo hilo usiku na kuwahoji kwa muda mrefu. LHRC imeeleza kuwa vifaa vyao kadhaa ikiwemo kompyuta mpakato, vitambulisho na simu za mikononi vilikamatwa na kisha kurudishwa baadaye bila masharti, ingawa haijathibitishwa kama usalama na uadilifu wa taarifa zilizomo kwenye vifaa hivyo umebakia salama. Baada ya tukio hilo, wafanyakazi wa LHRC waliagizwa kufika katika ofisi ya makosa ya jinai kanda maalum ya Dar es Salaam ZDCO kwa ajili ya mahojiano yaliyofanyika majira saa 4 asubuhi. LHRC imesema ina wasiwasi mkubwa juu ya mazingira ya tukio hilo, ikieleza kwamba inaashiria ongezeko la vitendo vya matumizi makubwa ya nguvu na vitisho dhidi ya wanaharakati na wananchi wanaotekeleza kazi za utetezi wa haki za binadamu. Kituo hicho kimeongeza kuwa licha ya kurejeshewa vifaa vyao, kinaendelea kufuatilia ili kuhakikisha usalama wa watetezi wa haki za binadamu unaimarishwa na kwamba hakuna taarifa yoyote itakayopotea au kutumiwa vibaya. LHRC imesisitiza kuwa itaendelea kulinda na kutetea haki za binadamu kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria na mikakati ya kimataifa, huku kikitoa wito kwa vyombo vya dola kuheshimu mipaka kisheria katika utekelezaji wa majukumu yao. Hata hivyo, Mwanahalisi Digital imezungumza na kaimu mkurugenzi wa LHRC, wakili Fulgence Masawe, na kueleza kuwa uvamizi huo umeongeza wasiwasi wa utendaji kazi kwa taasisi za utetezi wa haki za binadamu nchini. Amesema tukio hilo liliwalenga moja kwa moja wafanyakazi wa kituo hicho na kueleza kuwa sio mara ya kwanza kutendewa hivyo. Haya hapa ni mahojiano kati ya mwanahabari wetu na wakili Fulgence Masawe. Nilitokea kwenye hoteli ya White Sands ambapo wamekaa pale toka Jumapili na jana walikuwa wanamalizia kazi. Wamekuwa pale wanafanyia kazi pale na jana walikuwa wanamaliza, ndio walivamiwa pale usiku kuanzia saa 3 na walikaa pale mpaka saa 6 wakiwa wanawapekua. Na walipovamia mwanzoni, sisi kwa sababu tu kwanza tukasikia labda ni ukaguzi wa migration wa kawaida, lakini tulikuja kujua kumbe walikuwa wameenda pale kutafuta vyumba wafanyakazi wa LHRC tu, na kikubwa walitaka kujua tunafanya nini pale, na wakachukua vifaa vyao, vitambulisho, kompyuta pamoja na laptop, na wakaambia jana waripoti kituo cha polisi kwa hatua zaidi, na walipenda kuripoti jana wakarudishwa kwa vyao tu bila maelezo yoyote. Athari kubwa iliyotokea kuvamiwa usiku na watu wengi kiasi kile, na hoteli pia mpaka watu wa section waliweka chini ya ulinzi, geti wamepaki walikuwa getini, wameweka walio wenye bunduki upande wa baharini kama vile watu wasikimbie, wengine wameziba uso. Ilikuwa ni tukio la kutisha na kuogofya, na kumbuka walikuwa wavunji mlango, ni kama mtu anavunja, usipofungua tunaingia nao. Kwa hiyo ilikuwa ni tukio la kuogofya. Kwa hiyo kama athari kubwa, kwanza ni wako traumatized, wameathirika kwa kupata kiwewe, lakini cha pili vifaa vyao vilivyochukuliwa ambapo baada ya kuvichukua jana vinaelekea walikuwa navyo na wamevikagua na wamepitia muda wote huo. Kwa hiyo hatujui usalama wake ukoje, maana vinaelekea vilikuwa kwenye forensic, maana vina tag ya forensic. Kwa hiyo kuna kitu kimefanyika. Okay, na pengine nyinyi kama kituo cha sheria mmechukua labda hatua gani ya kisheria? Sisi hatua za kuchukua hatuna. Hatua za kisheria za kuchukua bado hatujaamua kuchukua hatua gani, lakini hatua tunachukua kwanza ni kulanda na kujulisha umma, lakini kikubwa ni kukaa kwanza na kushauriana tuangalie ni hatua gani za kuchukua, kwa sababu matukio yanajirudia. Mwaka 2015 kama utakumbuka, askari hivyo walivamia kituo chetu cha uangalizi wa uchaguzi pale na walichukua kompyuta na kuwachukua wafanyakazi wote waliokuwa pale. Walikuwa na zile kompyuta karibia mwaka na kutufungulia kesi yoyote. Lakini hivyo imejirudia tena sasa hivi. Unawafanya harassment watu, unachukua vifaa vyao, alafu unaenda kuchukua kesho yake, unawaacha tu bila hatua yoyote, kwamba inatufanya pia tunaogopa kufanya kazi au kitu cha uchaguzi, hatakiwa hata kwenda ofisini. Kwa sababu kama kibali cha uchaguzi cha kuangalia uchaguzi kilinyimwa, watu wafanye kazi yote ya uchaguzi, sio wakati wa uchaguzi wala sio baada ya uchaguzi. Kwa hiyo nadhani kuangalia tu hatua za kuchukua kwa mbele ya
dosari ili haya matukio yaache kujirudia, maana naona kama vile yanaenda yanajirudia kila wakati.